Nikiangalia mti, napata taswira ya watu wanaotuzunguka katika maisha yetu. Kama ujuavyo, mti huwa kuna majani, matawi na mizizi. Vivyo hivyo, watu wanaotuzunguka, wapo ambao ni majani, wapo ambao ni matawi, na pia wapo ambao ni mizizi. Kuna watu wanakuja katika maisha yetu kama majani kwenye mti. Huwa wapo kwa msimu tu. Huwezi kuwategemea muda wote, kwa sababu wao ni dhaifu. Ila wapo kwa ajili ya kutoa kivuli, hivyo si wa kuwapuuza. Kama yalivyo majani kwenye mti, wapo kwa ajili ya kunyonya chochote kutoka kwako na kuwafanya wapendeze, kisha wachanue maua mazuri. Lakini kuna kipindi cha kiangazi. Kikifika, jua huwa ni kali na upepo mkali. Wao hunyauka na kupeperushwa na upepo, huondoka na kukuacha mpweke. Huwezi walaumu, kwa kuwa hivyo ndivyo walivyoumbwa. Aina ya pili ya watu wanaotuzunguka ni kama matawi kwenye mti. Wao huhimili vishindo kuliko majani. Watakuwa na wewe katika kipindi kirefu katika maisha yako. Ukipata mitikisiko mikali mara 2 au 3, ni rahisi kuwapoteza. Mara nyingi hawa huwa na subira, lakini hali ikiwa ngumu sana hukuacha mpweke. Ingawa wana mshikamano kuliko majani, unatakiwa kuwachambua sana kabla hujawekeza muda wako mwingi kwao. Lakini usiwalaumu, kwa kuwa hivyo ndivyo walivyoumbwa. Aina ya tatu ni watu wanaokuja kwako kama mizizi kwenye mti. Ukiwapata hawa, shukuru Mungu. Ni vigumu kuwaona au kuwapata. Huwa hawajioneshi. Kazi yao ni kukushikilia usianguke, uweze kufanikiwa na kuishi maisha yenye afya na furaha tele. Unapofanikiwa, hukutakia mafanikio zaidi. Hukaa nyuma ya pazia, na hawatoi nafasi kwa walimwengu kugundua kuwa wapo kwa ajili yako. Ukipata mitikisiko mikali katika maisha yako, huvumilia na kuishi na wewe hadi mwisho. Chochote kikikutokea, kiwe kibaya au kizuri, wao wapo. Kama ulivyo mti, una majani mengi, matawi mengi, lakini mizizi ni michache sana na ni vigumu kuiona. Tuangalie maisha yetu. Kuna matawi na majani mangapi yanayotuzunguka? Na je, kuna mizizi mingapi? Na swali la mwisho ambalo pia ni muhimu: je, wewe ni nani kwa watu wanaokuzunguka?